Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, jana tulipokuwa Aga Khan, muda mfupi baada ya marehemu Maalim Al-Basali kufariki, na tuliposambaza taarifa, Profesa Abdallah Jumbe Safari alitumia ujumbe akasema kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuzungumzia wasifu wa Maalim Al-Basali. Nami niseme nakubaliana naye, kwa maana kwamba hakuna namna ya wakati tulionao kuweza kuzungumza na tukafaidika na maisha ya Maalim Al-Basali. Kwa hivyo hapa tutazungumza kwa muhtasari sana. Mimi nagusa mambo kidogo sana, lakini nafikiri fursa hiyo tunayokusudia huko mbele itatusaidia sana kupata mafundisho kutoka katika maisha ya Maalim Al-Basali. Tutatangaza tarehe ya kongamano, lakini nizungumzie tu kwamba Maalim alikuwa ni shekhi, kwa maana kwamba alikuwa ni mtu ambaye anaelewa mafundisho ya dini ya Kiislamu. Lakini Maalim pia alikuwa ni mwalimu kwa maana kwamba amesoma masomo haya ya shule hizi zingine za maisha haya kawaida, mwalimu wa chemistry, biology, physics na kadhalika. Na maeneo yote haya mawili aliyafanya kazi. Kama shekhi alikuwa mama katika mimbar na akilingania mafundisho ya Uislamu, lakini pia Maalim alikuwa anakwenda shuleni kufundisha. Katika haya kuna mazingatio makubwa na yanaashiria uelewa mpana wa Maalim Al-Basali. Nizungumze kwa kifupi. Kwa ujumla ni kwamba kwenye jamii yetu sisi Waislamu sasa hivi tuna shule za Kiislamu, Islamic schools, lakini ukirejea katika maktaba zetu, takwimu zinaonyesha shule zetu za Kiislamu zinachukua wanafunzi wa Kiislamu kwa 1%. Yaani hizi shule zote unazoziona za Kiislamu, wanafunzi wa Kiislamu Tanzania nzima, hizi shule zetu zinachukua 1%. Kwa hivyo 99% wako katika shule za serikali. Kule katika shule za serikali wanafundisha mambo ya msingi kama yale yaliyopo kwenye dini. Wanafundisha maadili, wanafundisha halali na haramu, wanafundisha utamaduni na kadhalika. Yale mafundisho ambayo unayoona katika dini, katika Qur'an, katika Sunna, na kule shuleni kwenye shule ya serikali yanafundishwa. Lakini kule ni tofauti kabisa na ilivyo kwenye Qur'an na ilivyo kwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule katika shule, katika kipengele cha halali na haramu, kule watoto wanafundishwa kwamba kuna pombe halali na pombe haramu. Unaelewa? Konyagi ni pombe haramu, pombe halali. Gongo ni pombe haramu, kwa sababu konyagi inalipa kodi na gongo inalipa kodi. Kuna fundishwa kwamba kuna zina mbaya na zina nzuri. Ukizini bila kuvaa kondom, hiyo ni zina mbaya. Ukivaa kondom, hiyo ni zina nzuri. Unafundishwa kunywa pombe vizuri, wenyewe wanasema kunywa pombe kistaarabu, na wanaandika vile vile hata kwenye publicity zao wanasema kunywa pombe kistaarabu. Sasa haya yanafundishwa kule, wanafundishwa ni hao watoto wetu wakiwa watoto wa Kiislamu. Kwa hivyo kama sisi hatuna program ya kwenda kule shuleni kwenda kuwafundisha watoto wetu Uislamu, hawa watoto wataingia shuleni, alafu ukimaliza watabaki na majina kwamba huyu Hassan ni Adam. Lakini mtoto huyu anaangalia mambo kama anavyoangalia kafiri mwingine yote, kwa sababu amebaki na jina. Maalim ni katika walikuwa na uoni mkubwa, walikuwa wanajiona hiyo hali. Kwa hivyo hakuishia kwenye mimbar, alikuwa anakwenda shuleni kwenda kufundisha, na amezalisha vijana wengi watumishi wa serikali ambao ni waadilifu, ambao wanafanya.
Kwa hivyo ndugu zangu, nieleze tu kwamba Maalim alikuwa ni mtu mwenye uelewa mpana, lakini katika masuala ya kijamii, maslahi ya umma ni sana, kiasi kwamba amepata matatizo makubwa. Hata sababu za ugonjwa wake zimetokana na matatizo aliyopata katika kazi yake ya kupigania haki za umma. Maalim ameugua katika hatua mbili. Hatua ya kwanza, miaka kama 6 alipoteza kusikia kabisa, alikuwa hasikii, na alikwenda kutibiwa India, na kule akaeleza kwamba hutaweza kusikia. Lakini sababu ya kutokusikia ni athari ya kipigo. Alipigwa sana na jeshi la polisi katika maandamano yalifanyika mwaka 2013, maandamano maarufu sana kwa jina la Bagula. Bagula alikuwa ni mfadhili wa Kiislamu, alikamatwa akawekwa ndani, akahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja kwa madai kwamba amesema Yesu si Mungu. Waislamu wakakalia wakaingia barabarani, Maalim akaongoza maandamano, akavamiwa na askari, wakampiga sana, wakampasua. Athari yake haifahamika kama Maalim angekuwa na haifakali. Kwa hivyo alipoteza kusikia. Baada hapo ndio yameendelea haya maradhi mengine mpaka leo hii tumempoteza. Mwenyezi Mungu amlipe kwa kazi yake. Zangu ni sema tu wasifu wa Maalim mkubwa, na tutakuja kuzungumza mbele. Lakini la mwisho niseme ambalo nimefurahishwa, tulipokuwa tunafuata hizi za ugonjwa kwenye Twitter yangu, ilikuwa na mwitikio mkubwa sana. Jambo lilidhihirisha mapenzi na kufahamika kukubwa sana kwa Maalim Ali Bataleh. Hata jana nilipotweet juu ya kifo chake, yani comments zilikuwa nyingi sana na watu wakakimbia. Hapo kuna mambo mawili ambayo ningependa nitoe hongera na nisisitize kwamba hizi Twitter wakati fulani baada ya Twitter kama zinakuwa sisi inakuwa ina jina langu mimi, lakini ni chombo cha umma. Unaelewa? Kwa hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba tunapata information kutoka kwenye hizi Twitter zetu. Sawa? Na mwitikio uwe kama tulivyoona kwenye tukio hili. Mimi nitumie kwa kuongeza sana wote mliotoka mbali mkaja hapa. Kuna watu wametoka Pemba, wamekuja hapa na wamewahi mazishi. Kuna watu wametoka Unguja na kuna watu wametoka mikoani. Mwenyezi Mungu atujalie tuendelee kwa pamoja kama hivi. Na pia hiyo ni ishara njema kwa Maalim Ali Bataleh. Zangu tuendelee kushikamana kwa pamoja. Kazi hizi za umma ni kazi ambazo zinahitaji kushikamana kwa pamoja. Unaelewana? Tuepuke kabisa mambo yanayogawa Waislamu. Tuepuke mambo yanayogawa Waislamu. Sababu imefika tumekuwa hatuna mazingatio. Ukipitia ukirejea mafundisho yetu ya Uislamu na ile hali yetu tulipokaa, mambo ambayo Waislamu wanatofautiana ni kama 10%, hazidi 10%, lakini 90% tunakubaliana. Sasa iweje watu tutofautiane kwa 10% wakati tunakubaliana 90%? Ni sawa? Kwa hivyo tushikamane, ni muhimu sana. Kama mnavyoona ulimwengu unakwenda leo hii, ulimwengu umekubaliana juu ya Uislamu, na mnaona katika kila kona ya dunia hali ya Uislamu ikoje. Kwa hivyo sisi tunahitaji kuwa karibu zaidi ili kukabiliana na hali kwa ujumla. Mungu Mwenyezi Mungu atupe mazingatio katika haya na tupe mwisho mwema. Na pia ifanye kaburi hii iwe ni sehemu ya haki katika ardhi ya peponi kwa ndugu yetu Maalim Ali Bataleh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Mheshimiwa au Sheikh Ponda, mwanaharakati wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Mheshimiwa Mufti, tunajua toka jana